Mungu kwa sababu ya neema yake kuu hata kutupa hii siku ya leo. Namshukuru kwa sababu ya neno lake ambalo amenifunza na amelileta katika maisha yetu. Na limeenea duniani kote kote na linazaa matunda kwa ajili ya utukufu wa huyu Mungu. Na ni furaha yetu kubwa kuhusishwa naye katika ile kazi ambayo anafanya, katika kuleta ufalme wake ambaye tayari iko hapa. Ufalme wa Mungu tayari iko hapa kakaangu. Ufalme wa Mungu tayari iko hapa dada yangu. Na imekuja katika mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Na kwa sababu ya furaha yetu tunakuja kutangaza hii habari njema ya ufalme wa Mungu uliokuja, ufalme wa Mungu ambao unazidi kuongezeka ulimwenguni hata ile siku ambayo tutamwona akija kutoka mbinguni amesimama, amefuatwa na jeshi lote la mbinguni, huyu Yesu Kristo Bwana wetu. Tumetoka kanisa la Pendo Huru Reformed, na hii ni kazi ya Yesu Kristo tuwaifanya. Na isoma leo habari nzuri leo na kuletea kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Mlango ni wa 4 mstari wa 8 hadi 12. Maneno haya ni hadithi ya jinsi ambavyo Kristo ulivyoanza, ili tuelewe hii ufalme jinsi ambavyo iliendelea kuchipuka baada ya kuishi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba mtanisikiliza. Petro akiwa amejaa Roho Mtakatifu akajibu, enyi watawala na wazee wa watu, kama leo tukihojiwa kwa habari ya mambo mema aliyotendewa yule kiwete na kuulizwa jinsi alivyoponywa, ijulikane kwenu nyote na kwa watu wote wa Israeli kwamba ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye nyinyi mlimsulubisha lakini Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Ni kwa jina hilo mtu huyu anasimama mbele yenu akiwa mzima kabisa. Huyu Yesu ndiye jiwe ambalo nyinyi wajenzi mlilikataa, ambalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hadithi hii ni Petro anajitetea mbele ya baraza la wazee. Petro anajitetea mbele ya baraza la wazee wa Israeli. Utaniuliza, kwa nini Petro anajitetea? Ni kwa sababu alikuwa mhalifu? La hasha. Ni kwa sababu aliibia mtu? La hasha. Ni kwa sababu alimtusi mtu? La hasha. Kwa nini basi anajibu mbele ya baraza la wazee? Wacha nikwambie kwa nini Petro anajibu mbele ya baraza la wazee. Ni kwa sababu Petro amekuja na ndugu yake Yohana, wamempata kiwete pale. Mtu amezaliwa kiwete kutoka utotoni mwake, amemuitisha pesa, akamwambia mimi sina pesa, lakini ile ambayo niko nayo mimi nakupea. Na ni nini hiyo uko nayo ambayo unataka kunipea ambayo si pesa? Akamwambia kwa jina la Yesu, amka wewe, na kuamuru uamke. Kiwete amesimama.
kiwete amepona. Yule ambaye alikuwa hana nguvu ya kutembea, sasa inaandikwa kwamba alikuwa yarukaruka. Yerusalemu kumekuwa na watu sasa. Kumekuwa sasa na watu wanasema maajabu haya. Maajabu haya. Umati umekuja pale, umati umekusanyika pale. Wanasema kina Petro sijui wanajaribu kuanzisha ni maandamano wamefanya hapa. Mambo ya Gen Z hapa. Hebu walete hapa wajibu mashtaka. Wameshikwa, wameletwa mbele ya baraza. Ndio Petro anawaambia, kama mnataka tujibu mashtaka kwa sababu tumemponya mtu, wacha tukwambie kwa nini tumefanya. Ni kwa jina la Yesu. Ni kwa jina la Yesu. Huyu kiwete tumemponya leo. Hatujaifanya kwa sababu sisi ni watu wazuri. Hatujafanya kwa sababu sisi ati huwa tunafunga. Hatujafanya kwa sababu sisi huwa tunafunga sala zetu mara 10 kwa siku. Ni kwa jina la Yesu ndio tumeponya huyo mtu. Ijulikane hivyo. Ijulikane. Hii kazi tumeifanya kwa jina la Yesu. Unaniuliza kijana wangu, kwa nini unakaa hapa unachukua muda wako, unatayarisha mahubiri, unasimama kwenye soko, unatangaza? Kwani umechizi? Kwani hauna kazi ya kufanya? Kwani hauna kitu ya kufanya na wakati wako? Hauna biashara kufanya kama mandugu zako? Ninakwambia nimekuja hapa kutangaza kwenu kwa jina la Yesu. Mamlaka yanayotoka kwake, ndio kwa maana nimekuja hapa siku ya leo. Na ni ombi langu kwamba kutakuwa na mtu hapa aliyepotea, ambaye alikuwa mlevi, mwingine alikuwa anapiga bibi yake, mwingine alikuwa mwenye matusi, mwingine alikuwa katili, mwingine alikuwa mzinifu. Ageuke kabisa. Watu wakuje kwake wamuulize, Hassan, umeacha miraa kwa nini? Aseme nimeacha kwa sababu ya jina la Yesu. Abdul, umeacha kukuwa mtu wenye mdomo mchafu. Nini nikufanyikia? Kwa jina la Yesu ndio nimeacha kuwa na mdomo mchafu. Ndugu yangu Abdi, ndugu yangu Muhammad, kwa nini umeacha hiyo tabia yako uliyokuwa unafanya kitambo? Umekuwa mtu mwenye hasira sana wewe. Aseme nimewacha kwa jina la Yesu ndio nimepata kupona. Ni kwa jina la Yesu ndio nimepata kupona. Ni kwa jina la Yesu ndio nimepata kuona nuru. Ni kwa jina la Yesu ndio nimepata kuokolewa. Hiyo jina ndio itukuke. Hiyo jina ndio isimame. Hiyo jina ndio ionekane. Mwingine aulizwe, "Oi, biashara yako imeanguka. Watu wamekuacha. Familia yako imekutupilia mbali. Na bado unaendelea kushikilia hiyo jina la Yesu." Aseme nimepata kwa hiyo jina. Aseme nimepata kuona nuru kwa hiyo jina. Mwingine alikuwa anapinga kazi tunayofanya. Watoto wakija anawafukuza. Wengine wakija kusikiliza anawatoa mali. Siku hizi yeye ndo anatutafutia. Siku hizi yeye ndo anawaleta. Unamuuliza nini nifanyika? Ni kwa jina la Yesu ndio nilipata kuona ukweli. Jina la Yesu linafanya kazi ulimwenguni. Jina la Yesu lilikuwa linafanya kazi wakati wa Petro. Lilikuwa linaponya viwete, lilikuwa linaponya vilema, lilikuwa linafunua macho ya wezi, lilikuwa linashutua wenye nguvu pale na mamlaka. Na jina la Yesu halijakosa nguvu, linafanya kazi hadi siku ya leo. Hadi siku ya leo linafanya kazi. Petro anasema ni kwa jina la Yesu ndio tumekuja hapa. Ni kwa jina la Yesu ndio tumeponya huyo jamaa. Kama mnatuuliza hiyo ndio swali, wacha atakiwa si waste time. Let me not waste your time. If you are going to ask me, how did I heal that man? Let me make it clear. It is not because I am a good man. It is not because I fast. It is not because I pray. It is because of the name of Jesus.
wacha ijulikane. Na anamaliza akisema hivi, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote. Hakuna wokovu kwa nabii mwingine. Hakuna wokovu kwa dini nyingine. Hakuna wokovu kokote kule. Wokovu iko pekee katika jina la Yesu. Anataka waelewe hivyo. Anasema ni kwa hili jina linatupasa kuokolewa kwa hili jina. Wokovu si option. Wokovu si option. Wokovu ni lazima. Wokovu ni lazima. Lazima tuokolewe. Wengine wanakuja wanasema hakuna kitu kama wokovu. Mtoto mdogo amezaliwa, amekuwa, anaenda kuona babake umpiga mama yake vibaya sana. Anampandika mama yake staili nyingine haionekani. Huyo mtoto analala usiku anasema, ninataka nikuwe mkubwa, nipate pesa, nisome nipate pesa, nimuokoe mama yangu. Huyo mtoto anajua kuna kitu kama wokovu. Anataka kuokoa mama yake. Anataka kuokoa mama yake. Au ndio waambie mtoto hakuna kitu kama wokovu. Mtoto mdogo anaona tayari hii dunia iko na shida. Mama anapigwa kila siku, mama anatusiwa kila siku, mama anakejeliwa kila siku. Mama anahitaji kuokolewa kutoka hii ndoa. Wanapolitiki wenyewe wanakuuzia nini? Inafika siku wanasema, makazi tunajua yamekosa, ukiniingisha mimi kwenye ofisi nitasaidia. Anasema nini? Nitawaokoa. Kuna shida, anajua kuna shida. Hakuna kazi. Ufisadi kila mahali, uhalifu kote kote. Biashara hazikui. Nini nafanya mtu akupigie kura, unamwambia nitakuokoa. Wokovu. Anakuahidi wokovu. Kama unafikiria hakuna kitu kama hii shida hii dunia, mimi sikuelewi. Kama utambui kwamba wokovu ni kitu ambayo hata mtoto mdogo anaelewa wokovu ni nini. Hii dunia ni shida hii. Hii dunia ni taabu. Hala, kwani ni mimi ninakufunza? Mtoto wako ataikuwa mgonjwa, ndio ukalilia oi, madaktari wafanye nini? Waniokoe, waokoe mtoto wangu. Ida kufanyikia. Baba wako ataikuwa na ugonjwa, ukaenda kwa daktari ukilia akuokoe. Kwani madaktari ndio wanaokoa ulimwengu kutoka magonjwa? Kuna magonjwa yanayowashinda hadi sasa siku ya leo. Ukipata magonjwa mengine unaenda kwa daktari anakuambia hiyo mahali imefika ni kubaya huko. Ni kubaya. Sisi na hekima yetu hatuwezi fanya chochote. Ama hujui kuna mambo kama hayo? Haujui kuna wahalifu wanaua watu? Haujui kuna wahalifu wanaoharibu hata watoto wadogo? Nini unafanya? Unalia unasema, Mungu wangu, mtoto wangu, ninataka umuokoe. Kakangu, haujui wokovu, hauelewi wokovu, hautambui kwamba ulimwengu kuna shida na tunahitaji mwokozi mwenye ana uwezo wa kutuokoa, mwenye ana uwezo wa kututoa kutoka hiyo shida. Hiyo ndio wokovu kakangu. Lazima awe na nguvu, lazima awe na uwezo. Kakangu enda kwa daktari ambaye hajasoma, mwambie akuponya, hata ajue aanzie wapi. Hana nguvu. Ili mtu akuokoe lazima awe na nguvu wa kukutoa kutoka hiyo shida.
tunahitaji mwokozi mwenye nguvu, mwenye uwezo. Lazima tuokolewe. Na kakaangu, hakuna kitu kubwa lazima tuokolewe kwalo kama ile ghadhabu ya Mungu inayokuja. Ulimwengu umeanguka kwa sababu ya dhambi. Kwa nini kuna kifo? Kwa nini kuna magonjwa? Kwa nini kuna uhalifu? Kwa nini kuna ufisadi? Ni kwa sababu ya dhambi ya roho ya mwanadamu. Tutaokolewa aje kutoka kwa hiyo? Funga yako yote uniambie kama kufunga kwako itasimamisha uhalifu. Fanya sala zako zote uniambie kama sala zako zinasimamisha ufisadi. Wengine wanatoka kusali hapo wanaenda kuiba, wanasali hapo wanaenda hiyo sala yake imemsaidia? Ameokoa nani? Ameokoa nini na hizo sala zake? He is part of the problem. Lazima tuokolewe. Petro anakuambia lazima inatupasa kuokolewa, na ni kwa hii jina la Yesu pekee watu wanaokolewa. Roho yako yenyewe inakuonyesha unahitaji kuokolewa. Roho yako haitoshelezwi na chochote. Haitoshelezwi. Umepata wake 10, umefanya sala zako, umefunga yako yote, umefanya kila kitu, umetoa pesa kwa wanyonge, umenunua lori, ukalisha kina nani, bado roho yako iko empty, bado unagundua bado sijafanya ya kutosha, bado una wasiwasi. Kwa nini? Matendo yako mazuri hayawezi kukuokoa. Matendo yako mema hayawezi kukuokoa. Sala zako haziwezi kukuokoa. Kufunga kwako hakuwezi kukuokoa. Lazima uokolewe, na hizo hazitoshi. Inakupasa kuokolewa, na utaokolewa pekee kwa jina la Yesu. Jina la Yesu pekee yake ndio inatosha. Wokovu kwa njia zote zingine ni hafifu. Zote ni hafifu. Pesa, riches, wealth. Kwa nini watu wanaachiza sana hivyo kutafuta pesa? Watu wanaiba, watu wanakuwa wezi, watu wanakuwa majambazi. Kwa nini watu wanafanya hivyo? Wanatumainia hiyo pesa itamuokoa. Anatumainia hiyo pesa ndio mwokozi wake. Kwa nini mwingine afanye hivyo? Anaona niko na shida zinakuja, na nisipokuwa na pesa hizo shida zikikuja, sio ndio ulimwengu inatufunza. Nakwambia wokovu kwa pesa. Kwa hivyo tukue wezi, iko sawa, pesa itatuokoa. Wengine wanasema wewe tafuta pesa kwa vyovyote vile, haijalishi venye utaipata, so long as umeipata. Sivyo ndio watu wanaambiana. Kwa nini wanaambiana hivyo? Kwa nini? Ndio pesa ifanye nini? Imuokoe. Anasema mtoto wangu akikuwa mgonjwa nitakuwa na pesa ya kumpeleka hospitali kubwa, atibiwe pale apone. Anasa, furaha za dunia, mlevi, madawa ya kulevya, michezo, amepanda mlima Kenya. Kwa nini anafanya hiyo yote? Anatarajia hizi furaha na anasa za dunia zitamfurahisha, zitamtosheleza, zitamuokoa. Masomo, mambo mazuri. Kwani sijasema pesa ni kitu mbaya? Lakini kuitegemea kama jambo la kukuokoa, kakaangu, unajidanganya. Masomo, kukuwa mashuhuri, nataka kujulikana kama mwalimu, MCA, bazu.
nikitembea watu wanatoa kofia zao. Michezo kwanza, michezo. Vijana wanachukulia timu zao za football kama wokovu. Asubuhi hadi jioni ndio anafikiria. Wiki mzima anafikiria tu football. Football si kitu mbaya kakaangu, lakini unaitegemea kama your source of happiness, your source of satisfaction. Unaitegemea kama mwokozi wako. Kakaangu, najidanganya. Njia zote zingine, njia zote hata ziwe za kidini, zinakuongezea tu wasiwasi na haziondoi hofu ya kifo. Haziondoi hofu ya kifo. Nimemwona mtu akifa pale, waje pale wamwambie, usisahau ulifunga yako yote, miaka yako yote hiyo kutuliza moyo. Niambie nani anatuliza moyo wakati wa kufa? Hadi kwa sababu alikuwa anafunga. Adio, nikikuwa nimelala nikumbusheni kufunga kwangu, nikumbusheni matendo yangu mema. Kakaangu, ukianza kuingia katika hiyo safari, hiyo kufunga yako wewe mwenyewe utaidharau. Haiwezi kukuokoa, haiwezi kukusaidia. Uko hapo unaamka asubuhi na wasiwasi, nimekosa sala ya saa 10. Nitafanya aje? Umekimbia. Haya, ukafanya ya saa 1. Haya basi, imetosheleza. Lazima bado nifanye ya saa 6. Sawa basi, umefanya hiyo, imetosheleza. Bado kuna ingine. Haya, umefanya ingine. Kuna ingine. Haitoshi. Ni wasiwasi unajiongezea. Na ufanye yako yote. Umekuwa yule mtu mzuri kabisa, umefanya yako yote. Huyu ni msafi huyu, kila mtu akwe kama huyu. Ukakosa siku moja. Vitisho vikali. Nilisahau nini yangu ya jana, nilisahau kai. Kwa nini? Haitoshi. Hadi ufanye yako yote na ukosea sehemu moja ndogo. That is enough. Hiyo inatosha wewe kutupiliwa mbali na huyo Mungu. Hawezi kuokolewa kwa njia yoyote ile kakaangu. Haitoshi. Kufunga haitakusamehe dhambi. Juhudi zako hazitakuosha. Juhudi zako hazitakufanya upame umesimama umependeza mbele ya Mungu. Hazitakupea amani moyoni mwako inayodumu, ambayo haiwezi kutingizika, ambayo inasimama imara. Haiwezi. Roho yako mwenyewe inajua hiyo ukweli. Roho yako mwenyewe inajua hiyo ukweli. Roho yako mwenyewe ni rafiki yangu ninapokuambia haya maneno. Kwa nini roho yako inakubaliana na mimi? Kwa sababu mimi naubiri neno la Mungu, sihubiri filosofia. Sikukaa chini nikatunga haya maneno. Sikulala hii mambo nikasema ikanikuja akilini nikaamka nikaandika kwa diary. Nafikiri tunahubiri maneno ya mwanadamu. Nahubiri maneno ya Mungu aliyekuumba wewe. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe Mhindu, uwe nini, sote tunaomba Mungu ni mmoja. Na Mungu hajachanganyikiwa. Hawezi kuangalia sehemu moja aseme mimi sizai wala kulaziliwa. Hakuna sehemu nyingine aseme Yesu ni mwana wangu, Yesu ni mwana wangu, msikieni yeye. Mungu hajachanganyikiwa. Njia zote haziwezi kuwa sahihi. Ndio maana unaambiwa njia ya wokovu ni moja na ni jina la Yesu. Mfano halisi wa Mungu. Kupitia yeye dunia
kila kitu kiliumbwa kupitia yeye na kwa ajili yake, na ulimwengu wote utapatanishwa naye huyu Mungu katika damu iliyotiririka pale msalabani, pale Golgotha. Yesu Kristo ametembea ulimwenguni. Yesu Kristo ameshuhudiwa. Ushuhuda wa Yesu Kristo ni mwingi sana kakangu. Magonjwa yameshuhudia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Yamemsikia akiongea yakatoroka. Ulemavu ni shahidi wa Yesu Kristo. Nani mwingine ameshuhudiwa na ulemavu? Ulemavu wenyewe unashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa sababu Yesu Kristo anaambia ulemavu toka hapa, na inasema yes sir. Upofu, uziwi unashuhudia. Ushaisikia kitu kama hiyo kakanga? Unafikiria ni kitu inakaa chini mwanadamu anatunga? Anashuhudiwa na kifo kinashuhudia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kifo kinasema Yesu alikuwa ananiamrisha mimi ninasikia, na wakati nilifikiria nimepata nafasi nimmeze yeye, nilikuwa nimechanganyikiwa, sababu nilimmeza na alitoka kwa nguvu. Singeweza kumshikilia. Nilijaribu kumshikilia, nilijaribu kumshika na pingu zangu, nilijaribu kummeza. Nimemeza wengi, niambie wote. Manabii nimewameza wote. Mitume nimewameza wote. Mapresident mimi nawameza mimi. Kifo inasema mimi nani ananitoroka? Mawafalme, niambie mfalme mgani sijameza? Lakini nilikuwa mjinga, nilijaribu kumeza huyu Yesu. Nilimmeza lakini singeweza kumshika. Kifo kinashuhudia kwamba Yesu ni Bwana. Kifo, ushaisikia ushuhuda wa kifo wewe? Wacha usikie ushuhuda wa kifo leo. Kifo inasema nilijaribu kumshika huyu Yesu katika pingu zangu, lakini nilikuwa sina nguvu ya kumweka. Singeweza kumweka. Hakuwa na chochote ambacho ningeweza kumshikilia nalo. Amebarikiwa sana. Mimi ninashika waliolaaniwa. Ni msafi sana mimi ushika wenye dhambi. Malaika wa mbinguni wanamshuhudia huyu Yesu. Wanamsifu sana hata wakati amezaliwa kama kitoto. Mapepo yanamshuhudia huyu Yesu. Yanatambua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu mtakatifu aliyetoka kwa Bwana. Mapepo yanashuhudia. Yanamwona Yesu Kristo akija na yanatetemeka, yanamwambia, Yesu, umekuja kutuhukumu kabla ya wakati wetu. Yanatambua huyu Yesu Kristo anaweza kuwahukumu, na yanatambua kwamba siku yao ya kuhukumiwa na Yesu Kristo inakuja. Mapepo yanashuhudia Yesu. Mapepo, imagine watu ambao wanashindwa na mapepo, wanajaribu kuzitoa na kuimbaimba. Ati anatoa mapepo. Mapepo ndio uyaambia toka hapa kwa jina la Yesu. Toka hapa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu na kuamuru. Jaribu hiyo uone. Jaribu hiyo. Jaribu hiyo. Jaribu hiyo. Mapepo yanasumbua wengi mji na vikioni. Yako kila mahali hata hapo Majengo. Toka hapa kwa jina la Yesu wewe. Watumie njia ndefu ambayo hata itumu. Huyu ameteswa anasema ati ilitoka ikarudi. Ilitoka ikarudi kwa sababu gani?
wimbo vitoi inazatulia kidogo inyamaze ikudanganye. Unataka itoke hapo, lazima itoke kwa ambaye ana nguvu kuiliko, na mwenye ana nguvu kuiliko jina lake ni Yesu. Maumbile ya dunia yanamshuhudia huyu Yesu. Anaamrisha mawimbi bahari yanasikia. Anapokufa dunia inatetemeka. Hadi wasiomwamini wanasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Maumbile dunia yenyewe inakiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Jua lenyewe, Yesu anapokufa linazama, linafunika, kunakuwa na giza. Maumbile yanakubali Yesu Kristo ni Bwana. Hata wanaompinga ukweli wa Yesu wameuona, ndio maana wanampinga na tena zaidi. Yesu Kristo ametoka kufufua wafu, wanasema hasa hata ndio auliwe. Wacha waone ile upinzani ambayo itatokelezea hapa. Ile siku Yesu Kristo ataanza kufanya kazi yake hapa. Ile siku watu wataanza kuokolewa hapa. Ile siku watu wataanza kuona kazi ya Yesu kikamilifu. Muone ule upinzani utaotendeka hapa. Kazi ya Yesu inapoonekana waziwazi, inapoonekana dhahiri, ndio wale wanaompinga wanaongeza nguvu. Kwa nini walimuua Stefano? Sababu alikuwa mtu wa maajabu sana. Kwa nini walimuua Yesu? Sababu alikuwa mtu wa maajabu. Wiki iliyopita tulikuja hapa tukaonyesha baba yake anamshuhudia, anasema huyu ni mwana wangu mpendwa. Roho Mtakatifu ambaye kwa nguvu yake tunakuja kuhubiri hapa siku ya leo, anashuhudia moyoni wa wale wanaosikia kwamba tunaye mhubiri ni mwana wa Mungu. Ndio maana wengine wanajazwa na wasiwasi. Ndio maana wengine tumeona kweli Roho Mtakatifu akizungumza nao. Tumeona na macho yetu. Na walifanya nini walipoona? Wanapingana na Roho Mtakatifu. Anawaonyesha ambayo inahubiriwa hapa si maneno ya kibinadamu, ni maneno ya Mungu, na inaingia na kitu inachomfanya ni apigane nayo tena zaidi. Anatoa kitabu chake, anaanza tena kuimba. Anaanza kuimba. Anaanza kujaribu kujikumbusha. Anasema hapana, Yesu si Bwana, haiwezi kuwa. Yesu si Bwana, haiwezi kuwa, si kweli. Anapingana na Roho ambaye amesonga mbele yetu. Sisi hatujakuja hapa kivyetu. Tumekuja na kuna yule ambaye amesonga mbele yetu, ameenda mbele yetu, ametutuma na anatuambia toka nenda pale kafanye kazi niliyokuambia, kwa sababu nimeenda mbele yenu, nimesonga mbele yenu. Roho Mtakatifu wa Mungu, na tunajua yeye ni mwaminifu, tunajua yeye ni wa kweli, tunajua hawezi kutudanganya, tunajua yuko hapa siku ya leo anafanya kazi yake kwa wale wote wanaosikia. Anakuonyesha Yesu Kristo ni yeye pekee tunapata kuokolewa kwake yeye. Amefanya kazi safi, amejitolea kama dhabihu ya dhambi. Hakuna njia yoyote nyingine kuja kwa Mungu ila kwake yeye. Hakuna njia nyingine. Wacha niseme tena, hakuna njia nyingine. It doesn't exist. It does not exist. Sijui tunaweza funga miezi sijui ngapi kwa mwaka. Imetosha. Roho yako imetulia, roho yako imetulizwa. Hakuna njia nyingine, haiko. It
does not exist. Nje ya huyu Yesu ni kifo. Nje ya huyu Yesu ni ghadhabu ya Mungu. Nje ya huyu Yesu ni hukumu ya dhambi yako yote. Kwenda kufunga haioshi dhambi. Kusafiri kwenda Maka haioshi dhambi. Hakuna chochote unachoweza kufanya kinazoweza kuosha dhambi. Hakuna chochote unaweza kufanya kikupatanishe na Mungu Mwenyezi aliyeumba mbingu na dunia. Ni damu ya Yesu na damu ya Yesu peke yake. Damu ya Yesu na damu ya Yesu peke yake. Na umwamini Yesu leo. Umwamini Yesu leo. Umwamini Yesu sasa hivi. Allahu Akbar, Allah. Kwa jina la Yesu naomba nikiamini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Asante Mwenyezi Mungu wa milele. Wewe ni Mungu aliye juu na hakuna Mungu ila wewe Baba yangu. Wote ambao si wewe Mungu wangu, hakuna Mungu wangu. Mungu wangu, mbona kazi ambayo umetutuma kufanya kwa siku ya leo, na tunakushukuru kwa sababu umesonga mbele yetu. Tunakushukuru kwa ile nguvu uliyotupa kuhubiri neno lako. Mungu wangu, tunaomba Mungu Baba, wewe mwenyewe umesema kwamba ufalme wa Mungu umekuja miongoni mwetu Baba yangu. Kwa hivyo tunakuomba Mungu Baba, ufalme wako uzidi kukita mizizi hata katika huu mtaa wa Majengo Mungu Baba. Unaona kwamba wengi Mungu Baba wameshikwa katika pingu za uongo. Unaona kwamba wengi wameshikwa katika pingu Mungu Baba za njia zisizofaa. Lakini Mungu Baba, wewe Mwenyezi Mungu Baba, you are mighty to save. You are mighty to save, King of glory. You are mighty to save, oh God. There is none like you, King of glory, oh God. And we ask you, my God and my Redeemer, that this word you have sent us out to do here, oh God, it will not be in vain, King of glory, oh God. Hatutafanya kazi bure Mungu wangu, kwa sababu tunaifanya kwa ile nguvu ambayo imetoka kwako. Mungu Baba, ni wewe umetutuma. Mungu wangu, ni wewe umetupa nguvu. Mungu Baba, ni wewe umetufunza. Mungu Baba, ni wewe unatuweka tukisimama. Kwa hivyo Mungu Baba, wacha kazi yako Mungu Baba, if it bear fruit, let it bear fruit in your hands, King of glory. Let it bear fruit, Father, for you are mighty and there is none like you. Let it be known, Father, that there is no one that can stop you, Father, when you are out here, King of glory. Let your name be praised now and forever. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.